Afrika Kusini imeandika historia mpya katika kombe la dunia baada ya kufuzu hatua 32 bora kwa mara ya kwanza tangu ianze kushiriki mashindano hayo mwaka 1998. Shujaa wa siku hiyo alikuwa winga Tepalo Maseko ambaye alifunga bao pekee la ushindi katika dakika 63 dhidi ya Korea Kusini. Matokeo yaliyohakikishia Afrika Kusini tiketi ya hatua ya mtoano. Mechi hiyo ya kundi A ilipigwa kwenye uwanja wa BBVA uliopo mjini Guadalupe usiku wa kuamkia leo Juni 25, jimbo la Nuevo Leon nchini Mexico. Afrika Kusini ilionyesha nidhamu kubwa ya kiuchezaji na kutumia vizuri nafasi iliyopata ili kuibuka na ushindi muhimu. Baada ya matokeo hayo, Afrika Kusini imemaliza nafasi ya pili katika kundi A ikiwa na pointi 4, nyuma ya Mexico iliyomaliza kileleni mwa kundi hilo kwa pointi 9. Korea Kusini ilishika nafasi ya 3 ikiwa na pointi 3 huku ZH ikimaliza mkiani kwa pointi 1. Katika hatua 32 bora, Afrika Kusini sasa itakutana na Canada iliyomaliza nafasi ya pili katika kundi B. Mchezo huo unatarajiwa kupigwa Juni 28 katika pambano ambalo litakuwa na umuhimu mkubwa kwa pande zote mbili. Baada ya mechi hiyo, Maseko hakuweza kuficha furaha yake kutokana na mafanikio hayo makubwa. Alisema, "Ndio, haiaminiki, inahisi kama ndoto. Ushindi huu ni wa mashabiki wote waliotuunga mkono na hata wale waliotutilia shaka. Wengi walituona hatuna nafasi ya kuvuka hatua ya makundi, lakini leo tupo hapa. Tumepitia nyakati ngumu na kukosolewa sana. Kutoka mechi ya kwanza vyombo vya habari vilikuwa vinashtua kote, lakini timu hii ilionyesha kwamba wana uwezo na wana uwezo, wanaume wenye nguvu, wana mawazo fulani yako ndani yao. Kwa Afrika Kusini na mashabiki wote tunasema asanteni na endeleeni kufurahia safari hii," amesema Maseko. Mafanikio haya yanaifanya Afrika Kusini kuvunja rekodi yake ya awali katika kombe la dunia, ambapo kwa sasa timu hiyo inashiriki fainali za kombe la dunia kwa mara ya 4 baada ya kushiriki kwa mara ya kwanza mwaka 1998 nchini Ufaransa, ambapo iliishia hatua ya makundi nyuma Ufaransa, Denmark na Saudi Arabia. Katika kundi C, Ufaransa ilimaliza kinara na pointi 9 nyuma ya Denmark iliyokuwa nafasi ya pili na pointi 4, huku Afrika Kusini ikiwa nafasi ya 3 na pointi 2, wakati Saudi Arabia ilibuluza mkiani na pointi 1. Katika fainali za kombe la dunia mwaka 2002 lililofanyika Korea Kusini na Japan, Afrika Kusini iliishia pia hatua ya makundi ikiambulia pointi 4 kundi B, na sasa imeingia mtoano kwa mara ya kwanza, huku kikumbukwa zaidi 2010 ilipokuwa taifa la kwanza kutoka Afrika kuandaa fainali za kombe la dunia, ikiishia tena hatua ya makundi ambapo ilipangwa kundi A na ikimaliza katika nafasi ya 3 ikiwa na pointi 4, huku Uruguay na Mexico zikifuzu hatua inayofuata. Safari ya mwaka 2026 sasa imekuwa tofauti kabisa. Baada ya miaka mingi ya kusubiri na kujaribu, Afrika Kusini imefanikiwa kuvuka hatua ya makundi na kujiweka miongoni mwa timu 32 bora duniani. Kwa upande wa Korea Kusini, imekuwa miongoni mwa timu za Asia zilizoshiriki fainali hizo mara nyingi zaidi kuanzia mwaka 1954 nchini Uswisi, na mafanikio makubwa ni kufika nusu fainali mwaka 2002. Katika fainali za kombe la dunia mwaka 2002, Korea Kusini ilikuwa mwenyeji kwa kushirikiana na Japan, ambapo ilikuwa ni timu ya kwanza ya Asia kufika nusu fainali iliyopoteza kwa kuchapwa na Ujerumani bao 1-0 Juni 25, 2002. Mafanikio mengine makubwa ni kushiriki mara 11 mfululizo kuanzia mwaka 1986 hadi 2026. Huku nafasi bora zaidi ni kumaliza ya 4 2002 ilipokuwa mwenyeji, wakati 2010 na 2022 iliishia hatua ya 16 bora. Hata hivyo, safari ya mwaka 2026 imefikia tamati kwa Korea Kusini, huku Afrika Kusini ikiendelea kuota ndoto ya kufanya makubwa zaidi katika hatua ya mtoano. Je, Afrika Kusini itaendelea kuandika historia dhidi ya Canada katika hatua 32 bora? Hilo ni swali ambalo mashabiki wengi wa soka duniani wanasubiri kupata jibu lake. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.